Binti nzuri aliagizwa na familia yake na kijiji kwa ujumla kwenda masomoni ili aweze kurudi awakomboe. Bahati mbaya badala ya kurudi na cheti akarudi na mimba. Ungana nami katika simulizi hili na kisa kizito cha binti huyo Zubeda. Zubeda ni msichana mrembo sana, mwenye kimo kizuri, shingo ya twiga, masikio yaliyolegea yenye kusikia kila kona 4 za dunia, nywele halisi ya Kiafrika, lakini macho lembu yaliyolegea misili ya mtu aliyekunywa konyaji, lakini mdomo wake mzuri uliovutia kila mwanaume, au unaweza kusema ni ndoto ya kila mwanaume hapa duniani. Zubeda alitoka katika familia moja upande wa magharibi mwa nchi. Akakimbilia paka nyanda za juu kusini kwenda kusoma shule ya juu au level za juu zaidi, chuo kikuu. Lakini mwanzo alisoma katika vyuo vya kawaida ambavyo havikuweza kutimiza ndoto zake. Basi safari yake ilikuwa hii. Alitoka katika kijiji kimoja kilichoitwa Ngeungeu. Kijiji hicho hakikuwa na msomi hata mmoja. Kijiji hiko kilikuwa kijiji ambacho kimebarikiwa zaidi kuwa na walembo ambao walikuwa ni wajinga. Yaani walembo wengi katika kijiji hicho hawakujua kusoma. Kwa nini? Kwa sababu jamii ya Ngeungeu haikuweza kumsapoti wala kumpa fursa mwanamke kuweza kupata elimu. Waliamini mwanamke ni chombo cha starehe, mtu wa nyumbani ambaye asingeweza kufanya chochote. Na katika jamii hiyo ya Ngeungeu haikuweza kuamini katika masingomaza, yani mwanamke aishi na mtoto tu bila mume wake. Sheria ni moja, au wawe. Sasa sikia hii iliyomkuta Zubeda. Zubeda alitoka Ngeungeu mpaka nyanda za juu kusini huko nchi moja ya Tanzania, ambayo alipofika kule alienda kimasomo. Sasa siku moja Zubeda akiwa darasani alimvutia watu wengi sana, akiwemo lecturer, yani mwalimu aliyofundisha somo hapo chuoni. Kwani Zubeda alikuwa mkimya, mpore, mwenye sura nzuri ya kuvutia, macho yaliyolegea kama vile mtu aliyekunywa konyagi, lakini pia alikuwa ni midomo mizuri ambayo inapendeza zaidi kwa kupiga kisi na vitu vyote kwa matumizi ya Lomas. Bwana Zubeda, wakati akiwa darasani, lecturer alimuuliza, wewe unaitwa nani? Zubeda alikaa kimya. Akamuuliza, nakwambia wewe. Zubeda akajibu akasema, naitwa Zubeda. Umetokea mkoa gani? Akasema, nimetoka magharibi mwa nchi, lakini katika kijiji kimoja kinaitwa Ngeungeu. Ngeungeu? Oh. Kwanza watu wote walishangaa kusikia Ngeungeu imetoa msomi ambaye amefika chuo. Ni swala lisilowezekana, kwa sababu katika kijiji hicho hawakuamini kabisa kwa mwanamke kuweza kusoma. Lakini leo Zubeda amefika chuo, basi watu walishangaa. Lakini shetani akiwa kazini, yupo kazini tu. Watu badala ya kumpongeza kwamba tayari ni moja kati ya watu wamefanya mapinduzi katika kijiji chake, ndipo ambapo wavulana wengi walianza kumfuatilia. Kwa sababu nini? Kwa sababu kila mmoja anataka kutengeneza historia. Nimetoka na msichana wa kile kijiji maarufu cha warembo wajinga wasiosoma, hatimaye nimepata mwanamke msomi. Lecturer siku moja akabidi kumuita ofisini na kumwambia, nimepitia mitihani yako, nimeona umefanya vibaya sana. Sasa ni wewe, chagua kusuka ama kunyoa. Yes, ni kuongezee max au ni kukate max, au ni kulime kabisa ufeli. Zubeda akiangalia kurudi kijijini kule kazi, mwanamke anaweza anapandwa kama ng'ombe. Mwanaume akisikia tu hamu anataka amfanye popote pale, anataka uroda. Zubeda akasema, fanya vyovyote lecturer, nisije nikafeli. Oh, wow, good girl, umefanya vizuri, lecturer alimjibu. Akamwambia, basi jioni nitakwambia uje ujiwekee max wewe. Zubeda akasema sawa. Lakini Zubeda kichwani
akawa hayupo sawa. Ikumbuke alikuwa na mpenzi wake ambaye walikuwa kwenye malengo. Sasa je, unafikiri Zubeda itakuwaje? Amesharudi nyumbani sasa, na wakati huo anaambiwa saa 10 nitakuita ofisini ili uje nyumbani uweze kupanga mwenyewe matokeo yako. Wakati huo saa 10 hiyo mpenzi wake amemwambia, bwana, leo mimi na birthday, ila anataka birthday ifanikie nyumbani kwako. Kwa hiyo ilipofika saa 10 mpenzi wa Zubeda anafungasha safari, anakuja kwa Zubeda. Zubeda akashapigiwa simu na lecture. Sasa je, inakuwaje? Zubeda aende kwa mpenzi wake, amsubiri mpenzi wake, au aende kwa lecture? Bwana, hii ni sehemu ya kwanza ya Singomaza Zubeda kutoka katika kijiji cha Geugeu huko magharibi mwa nchi. Kipindi kinachofuata tutaendelea.